Anaitwa Shala Mwana, alikuwa mwimbaji wa dance kutoka Kongo Kinshasa. Wazee wake walimpa jina la Elizabeth Shala Mwana Muidikai. Shala alikuwa mtoto wa pili kati ya watoto 10 wa Amadeus Muidikai mwanajeshi na Alfonsini Bambiwa Tumba aliyekuwa mama wa nyumbani. Shala Mwana anachukuliwa kuwa malkia wa mutuashi, ikimaanisha malkia wa muziki wa danso kitamaduni kutoka eneo lake la asili la Kasai, mara nyingi yanaitwa Mamu Nation. Alianza kazi yake ya usanii kama dansi wa bendi ya muziki wa Sheke Sheke Love mwaka 1977 kabla ya kuanza kuimba. Anajulikana sana kwa nyimbo kadhaa kama vile Karibu Yangu. Alizunguka sehemu mbalimbali duniani akishinda tuzo kadhaa katika tamasha la kitaifa, bara na kimataifa, na kufanikiwa kurekodi zaidi ya albamu 20. Muziki wake umetumika katika filamu maarufu ya mwaka 1987 iitwayo Congo la Vie Est Belle na Aya ya Yopi City. Mnamo mwaka 1964, alipokuwa na umri wa miaka 6, baba yake aliuawa, na hivyo akabakiwa akilelewa na mama yake ambaye alifariki dunia mwaka 2005. Mnamo Juni mwaka 2020 ilisemekana kuwa alifariki dunia, lakini badala yake alizushiwa tu kifo kwa sababu alilazwa hospitali baada ya kuugua kiharusi. Mnamo Novemba mwaka 2020, Shala Mwana alikamatwa na shirika la kitaifa la ujasusi la Kongo ANR. Iliripotiwa kutokana na wimbo wake wa Ingratitude, ambao ulitafsiriwa na wengi kuwa ukosoaji wa wazi kwa Rais Felix Tshisekedi, kwa sababu alikuwa mfuasi wa rais wa zamani Joseph Kabila na chama chake cha PPRD. Mwana alizaliwa tarehe 13 Machi mwaka 1958 huko Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kufariki Disemba 10 mwaka 2022. Alifariki dunia mjini Kinshasa akiwa na umri wa miaka 64. Kabla sijamaliza makala yangu, naomba nikutajie orodha ya albamu zake. Mwaka 1982 akiwa na umri wa miaka 24 tu, aliachia albamu yake ya kwanza iitwayo Kangungu. Na mwaka 1983 aliachia albamu iitwayo Shala Mwana a Paris. Mwaka 1984 aliachia albamu ya Shala Mwana. Na mwaka 1985 aliachia albamu ya Mpokolo. Mwaka 1985 pia aliachia albamu iitwayo Kami. Mwaka 1988 aliachia albamu ya Nas na Bali, La Divine na Biduaya. Na mwaka 1989 aliachia albamu ya Munanga. Mwaka 1990 aliachia albamu iitwayo Shibola. Lakini pia mwaka huo huo aliachia albamu iitwayo Madi. Mwaka 1991 aliachia albamu iitwayo The Flying Star. Mwaka 1994 Ntambue. Mwaka 1996 Mutuashi. Mwaka 1999 Pika Pende. Mwaka 2003 Malu, na mwaka 2004 Mbombo. Mwaka 2009 na mwaka 2016 aliachia albamu za Sikila na Lunzenze. Na nyimbo zake za siku zote kwangu nilizompa nyota 5 ni hizi. Ya kwanza ni hii hapa ya mwaka 1981 iitwayo Amina au Shebele.
Ya pili ni ya mwaka 1987 iitwayo Antidote. Si le cœur te cogne, si la vie te fait du mal, si l'amour t'abandonne comme un guerrier vandal. Na ya mwisho ni ya mwaka 1983 iitwayo Karibu Yangu. Unirumie rumie na kulilia unite, unipeleke kwa mama atatupatia mali tungeondoa yalote. Mpenzi o mimi na wewe, ndoa yalote. Karibu ya Da anaitwa Shalamuana, alikuwa mwimbaji wa dance kutoka Kongo Kinshasa. Wazee wake walimpa jina la Elizabeth Shalamuana Muidikai. Shala alikuwa mtoto wa pili kati ya watoto 10 wa Madeusi Muidikai mwanajeshi na Alfonsini Bambiwa Tumba aliyekuwa mama wa nyumbani. Shalamuana anachukuliwa kuwa malkia wa mutuashi, ikimaanisha malkia wa muziki wa danso kitamaduni kutoka eneo lake la asili la Kasai, mara nyingi yanaitwa Mamu Nation. Alianza kazi yake ya usanii kama dansi wa bendi ya muziki wa Shekesheke Love mwaka 1977 kabla ya kuanza kuimba. Anajulikana sana kwa nyimbo kadhaa kama vile Karibu Yangu. Alizunguka sehemu mbalimbali duniani akishinda tuzo kadhaa katika tamasha la kitaifa, bara na kimataifa, na kufanikiwa kurekodi zaidi ya albamu 20. Muziki wake umetumika katika filamu maarufu ya mwaka 1987 iitwayo Congo la Vie Est Belle na Aya ya Yopi City. Mnamo mwaka 1964, alipokuwa na umri wa miaka 6, baba yake aliuawa, na hivyo akabakiwa akilelewa na mama yake ambaye alifariki dunia mwaka 2005. Mnamo Juni mwaka 2020 ilisemekana kuwa alifariki dunia, lakini badala yake alizushiwa tu kifo kwa sababu alilazwa hospitali baada ya kuugua kiharusi. Mnamo Novemba mwaka 2020, Shalamuana alikamatwa na shirika la kitaifa la ujasusi la Kongo ANR. Iliripotiwa kutokana na wimbo wake wa Ingratitude, ambao ulitafsiriwa na wengi kuwa ukosoaji wa wazi kwa Rais Felix Tshisekedi, kwa sababu alikuwa mfuasi wa rais wa zamani Joseph Kabila na chama chake cha PPRD. Mwana alizaliwa tarehe 13 Machi mwaka 1958 huko Lubumbashi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na kufariki Disemba 10 mwaka 2022. Alifariki dunia mjini Kinshasa akiwa na umri wa miaka 64. Kabla sijamaliza makala yangu, naomba nikutajie orodha ya albamu zake. Mwaka 1982 akiwa na umri wa miaka 24 tu, aliachia albamu yake ya kwanza iitwayo Kangungu. Na mwaka 1983 aliachia albamu iitwayo Shalamuana a Paris. Mwaka 1984 aliachia albamu ya Shalamuana. Na mwaka 1985 aliachia albamu ya Mpokolo. Mwaka 1985 pia aliachia albamu iitwayo Kami. Mwaka 1988 aliachia albamu ya Nas na Bali,
La Divin na Biduaya. Na mwaka 1989 aliacha albamu ya Munanga. Mwaka 1990 aliacha albamu iitwayo Shibola. Lakini pia mwaka huo aliacha albamu iitwayo Madi. Mwaka 1991 aliacha albamu iitwayo The Flying Star. Mwaka 1994 Ntambue. Mwaka 1996 Mutuashi. Mwaka 1999 Pika Pende. Mwaka 2003 Malu na mwaka 2004 Mbombo. Mwaka 2009 na mwaka 2016 aliacha albamu za Sikila na Lunzenze. Na nyimbo zake za siku zote kwangu nilizompa nyota 5 ni hizi. Ya kwanza ni hii hapa ya mwaka 1981 iitwayo Amina au Shebele.